Bana, jana bajeti ya Wizara ya Michezo, Utamaduni na Burudani ilisomwa jana na waziri mwenye dhamana hiyo Profesa Palamagamba Kabudi. Sasa jana yaliibuka mtifuano au uliibuka mtifuano wa wabunge, hususani mbunge Joseph Msukuma jana alihoji kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi tarehe 8. Majibu mbona hayatoki? Kwanza Msukuma alianza kwa kuhoji kwamba kutoridhishwa, kwanza alianza kuonesha kutoridhishwa na namna viongozi wa TFF na bodi ya ligi pamoja na wizara husika walivyoshughulikia swala la kutochezwa kwa Kariakoo dabi msimu wa pili, ambayo bado haijachezwa mpaka sasa, huku msuguano ukiendelea. Kwanza alianza kwa kusema, mheshimiwa mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi, mheshimiwa waziri, na nilikuona ukitoka au kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili, nilikuona ukitoka saa 4 za usiku kwenye kikao, lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue, nitashika shilingi. Huyo ni mbunge wa Geita Joseph Msukuma, lakini hakuishia hapo. Bado aliendelea kuhoji akiwa anataka uwajibikaji wa Wizara ya Michezo katika swala la mechi ya Yanga na Simba. Msukuma kwanza alipongeza uongozi wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF uliopitaga wa Leodiga Tenga, akisema ametoa mchango mkubwa katika kuendeleza michezo nchini na kwamba ni kiongozi wa kuigwa. Akizungumza wakati wa mjadala wa bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Msukuma amewataka viongozi waliopo madarakani kujifunza kutoka kwa Tenga jinsi ya kuongoza michezo kwa weledi na uzalendo. Aidha, Msukuma amehoji kuhusu kutokuwepo kwa mrejesho wa kikao kilichofanyika kati ya waziri wa michezo Profesa Palamagamba Kabudi na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wakiongozwa na Rais Wallace Karia pamoja na bodi ya ligi. Kikao hicho kilifanyika kufuatia kuahirishwa kwa mechi ya watani wa jadi, yani Yanga dhidi ya Simba, iliyokuwa ichezwe tarehe 8 Machi 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Msukuma ameeleza kuwa licha ya suala hilo kuwa na umuhimu mkubwa kwa wadau wa michezo, haliangaziwi ipasavyo kwenye hotuba ya bajeti ya wizara hiyo, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu uwajibikaji na uwazi katika kutoa taarifa kwa umma. Kwenye hotuba ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 aliyowasilisha waziri bungeni, hatujaona mrejesho wa kikao hicho. Tunaomba kupata taarifa kamili ili wananchi wajue nini kilichojadiliwa na hatua gani zimechukuliwa, Msukuma alihoji. Lakini kwa upande wake Profesa Palamagamba Kabudi aliahidi kutoa majibu juu ya swala hilo kabla ya kumalizika kwa mjadala wa bajeti hiyo, akisema kuwa wizara yake imekuwa ikifanya mawasiliano ya karibu na TFF lakini pia na bodi ya ligi ili kuhakikisha mechi hiyo inafanyika kwa utulivu na kwa kuzingatia taratibu za kiusalama.
So hayo ndo yalikuwa majibu ya Profesa Paramagamba Kabudi juu ya hiki ambacho kinaendelea, au hii dabi ya Kariakoo ambayo mpaka sasa imeingia kizungumkuti. Sasa hatujui ni itachezwa au haitachezwa, lakini kwa maoni kwa TFF na bodi ya ligi, wao wameshaupangia tarehe huo mchezo, lakini kwa upande wa Yanga, wao wamekataa kata kushiriki huo mchezo. Wamesema katu hawatashiriki huo mchezo. Sasa hapa ni pande mbili zinavimbiana sasa. Maana mmoja ameshatoka ambaye ni Simba. So wamebakia TFF na bodi ya ligi, lakini na Yanga ndio ambao wanaendelea kusuguana. Sasa huu msuguano hatujui utaisheje, na hatujui hiyo mechi itakuwepo au la. Lakini bungeni imeibuka mitifuano mikubwa sana kati ya mashabiki wa Simba, lakini pia mashabiki wa Yanga, wakiendelea kuhoji ni kwa nini TFF hawaji na majibu yaliyonyoka au yaliyokamilika ya kwa nini waliahirisha ile mechi, na kwa nini majibu ya vile vikao ambavyo vilikuwa vinakaliwa na waziri mwenye dhamana ya michezo, utamaduni, sanaa na burudani, Profesa Paramagamba Kabudi, hayatoki majibu kwamba ni nini walichokuwa wanajadili. So hicho ndo ambacho kinaendelea kuendelea kutifuana huko bungeni. Sasa nikataka nione maoni ya watu wanasemeje juu ya hiki ambacho Msukuma amekiibua au anaendelea kukipigania. Huyu akasema Msukuma ni mropokaji, wakati mwingine ni afadhali kunyamaza kuliko kubobwaja. Nahisi huyu yeye ni against kile ambacho Msukuma anaendelea kukihoji. Lakini huyu mwingine anasema una ushahidi? Hebu tuache unafiki. Leo hii kama wewe unajua huyu waziri amepeleka pesa China, ushahidi unaogeukiwa kukauliwa ujumbe wake haueleweki. Lakini huyu mwingine wa mwisho akasema huyu Kabudi ni kweli ametumia neno hapa kidogo sitalisoma. Akaendelea kusema kwa nini tusifufue kesi yake ya kwenda kuficha pesa. Haya maoni yao mimi bado haya nini, kwa sababu hayapo hayapo kikujenga sana, hayapo kwa ajili ya kukosoa tu sana. Lakini huyu mwingine akasema Msukuma ni hatari. Wakati mwingine akasema na ikiwezekana piga makofi. Mwingine akasema Msukuma kala kitu cha Tarime. Lakini huyu mwingine akasema watu wamekuchagua ukawakilishe katika mambo ya msingi. Leo hii wewe unaongelea dabi bungeni na watu wanakusapoti hilo bunge au Bungara. Wakati huyu mwingine akasema Msukuma sio michezo tu, hata katika serikali mambo ndo hayo hayo, piga spana mpaka madudu ya CAG. Lakini mwingine akasema shikilia hapo hapo mpaka waseme. Mwingine akasema jambo waliweke wazi ili tujue kabisa Msukuma yupo sawa. Wakati huyu wa mwisho akasema Msukuma mitano tena, na nakupa ahadi ya ndoto zangu uwaziri, unakuhusu, unakufaa kabisa. Hayo ni maoni ya waandishi au ya wadau wa michezo juu ya kile ambacho alikiibua Msukuma bungeni hapo jana kwenye bajeti ya michezo, utamaduni, lakini pia sanaa na burudani. So tuendelee kusubiri ni kipi ambacho kitaamuliwa, maana sakata zito ambalo linaendelea ni kuhusu dabi ya Kariakoo. Sasa tarehe imepangwa, Yanga ameweka ngumu, TFF ameweka ngumu. Kwa hiyo tuone sasa ni nani ambaye atakuwa mshindi katika sakata hili.